Wakati mzuri wa kujijenga, wakati mzuri wa kujijenga, wakati mzuri wa kujijenga ndicho ambacho tutakwenda kujifunza siku ya leo, na Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya, na mafundisho haya yakafanyike msaada kwako, yakafanyike baraka kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Maandiko yanasema kwamba katika kila jambo kuna majira yake. Katika kila jambo kuna majira yake. Tunaposoma kwenye Mhubiri 3 kuanzia mstari wa kwanza, katika kila jambo kuna majira yake. Naamini kwamba kuna wakati pia wa kujijenga. Kuna wakati mzuri wa kujijenga. Katika kila jambo kuna majira yake. Hakuna jambo ambalo halina wakati mzuri. Kila jambo lina wakati wake. Na wakati mwingine ukienda kwa wakati, na ndivyo ambavyo unaweza kupata matokeo unayotamani. Unaweza kupata matokeo unayotamani. Na katika kila jambo, katika kila wakati ambapo jambo linatakiwa kufanyika, ni wakati ambapo wewe unatakiwa kuwa makini sana. Kwa mfano tunazungumzia kwa habari ya ujenzi wa nyumba. Ujenzi wa nyumba, eneo ambalo linatakiwa kuwa makini ni wakati wa msingi. Wakati wa msingi. Kwa sababu msingi ndio utakaoamua kuta ziende mbali kiasi gani. Msingi ndio utakaoamua. Kwa wakati mzuri wa kujijenga ndicho ambacho tutakuja kujifunza, ambapo watu wengi kwenye ile eneo wanakwama. Wakati ambapo wanatakiwa kujijenga kitabia, wanatakiwa kujijenga kihisia, wanatakiwa kujijenga kimtazamo, wanatakiwa kujijenga kiakili, kujijenga hata kimatendo, ndipo wakati ambapo wanafanya mambo ya ovyo ovyo. Ndipo ambapo wanafanya mambo ambayo hayaeleweki. Na wakati mwingine wanaingia na tabia za ovyo ovyo kwenye hatua nyingine ya maisha, alafu baadaye na wagharimu. Tunaposoma kwenye Zaburi 11:3, maandiko yanasema kwamba misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Kwamba misingi ikiharibika mwenye haki anafanya nini? Jambo la muhimu sana kwenye ujenzi wa nyumba yote ni kwenye msingi. Kwenye msingi. Kwa maandiko yanasema kwamba misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Na maandiko kwa kusema hivi anajaribu kuzungumzia jinsi ambavyo msingi unatoka kuwa nao makini. Msingi unatoka kuwa nao makini. Watu wanaofanya biashara, akiwa na ule mtaji ambao ndio msingi wa biashara yake, ule huo unalindwa kwa nguvu zote. Maana akiuharibu huo tayari amekwisha iua biashara. Kwa atahakikisha ule msingi unalindwa. Kama ni 100,000 na ilinda, atakuwa anaendelea kutumia zile faida anazozipata, lakini msingi utaulinda. Maana msingi asipoulinda tayari biashara imekwisha kufa. Kwa maana kama misingi kiharibika mwenye haki atafanya nini? Mwenye haki atafanya nini? Kumbuka tunajifunza wakati mzuri wa kujijenga. Wakati mzuri wa kujijenga. Kwa vivyo hivyo kwenye maisha kuna hatua ambayo ni msingi wa maisha mengine yanayofuata. Ni msingi wa maisha mengine yanayofuata. Sasa ni hatua ipi ambayo ndio muhimu katika hatua zingine zote? Ni wakati wa ujana. Ni wakati unapokuwa peke yako. Wakati unapokuwa kapera. Wakati unapokuwa hujaoa, uko peke yako, ndio wakati mzuri wa kujijenga. Kujijenga kitabia, kujijenga kihisia, kujijenga kiakili, kujijenga kimtazamo. Wakati unapokuwa single. Wakati unapokuwa single ndio wakati ambapo unatakiwa kudevelop character. Ni wakati ambapo unatakiwa kutengeneza tabia ambazo zitakuwezesha wewe kufika mbali. Watu wengi wameharibikiwa kwenye ndoa zao kwa sababu wakati wa ujana ambapo walitakiwa kujijenga kitabia, walitakiwa kujijenga kihisia, walitakiwa kujijenga kimtazamo, walitakiwa kujenga kiakili, walikuwa wanafanya mambo ya ovyo ovyo. Na watu baadaye wakafika hatua nyingine ya kuwa na mwenza, ya kuoa au kuolewa, wakiwa bado wana tabia za ovyo ovyo, kwa sababu tabia zinajengwa. Kwa wakati mzuri wa kujijenga hata kiuchumi ni wakati unapokuwa peke yako. Kwa wakati mzuri wa kujijenga ni wakati unapokuwa peke yako. Wakati unapokuwa kapela,
unapokuwa single ndio wakati mzuri wa kujijenga kitabia. Usitumikishwe na kila tabia wakati unapokuwa peke yako. Usitumikishwe na kila tabia. Ni kipindi ambacho unahitaji kutengeneza tabia nzuri ambazo zitakuwezesha wewe kufika mbali. Ni kipindi ambacho unatakiwa kujijengea tabia ya uvumilivu. Ni kipindi ambacho unatakiwa kujengea tabia za uvumilivu, za ujasiri, za uvumilivu. Lakini pia ni kipindi ambacho unatakiwa ujitengenezee moja tabia ambayo ni muhimu sana, self control. Self control. Self control. Ni kipindi hicho ambacho unakuwa single, ni kipindi hicho ambacho unakuwa peke yako. Kwa wakati mzuri wa kujijenga ni wakati ambapo wewe uko peke yako, wewe uko single, uko peke yako, uko peke yako. Sasa kwa bahati mbaya, wakati watu wanapokuwa single ndio wakati ambapo wanafanya mambo ya ovyo ovyo, ni wakati ambapo wanafanya mambo ambayo hayaeleweki, ni wakati ambapo wana tabia za ajabu ajabu. Lakini huo ndio wakati wa kujijenga kitabia, ni wakati wa kutengeneza tabia nzuri ambazo zitakusaidia kwenye mafanikio, tabia nzuri ambazo zitakusaidia wewe kufanikiwa kwenye kila eneo la maisha yako. Kumbuka kuna uhusiano mkubwa sana wa mafanikio yako na tabia zako. Wakati unapokuwa peke yako ndio wakati ambapo wa kujijenga kihisia. Kujijenga kihisia. Unahakikisha kwamba huenendi kwa mihemuko, emotion ambazo ni destructive, mihemuko ambayo inapelekea uharibifu, unaidhibiti wakati wa ujana. Lakini pia kimtazamo, attitude zako, attitude kwenye habari ya uchumi, attitude kwenye habari ya mahusiano, attitude kwenye maeneo mbalimbali. Hakikisha unakuwa na mtazamo chanya kwenye maeneo mbalimbali. Mtazamo chanya hata tunapopita kwenye magumu, mtazamo chanya kwenye maeneo mbalimbali. Huo mtazamo chanya utakuwa kujengwa wakati unapokuwa peke yako. Lakini mtazamo pia ni wakati wa kujijenga pia kiakili. Ni wakati wa kuwekeza, kunoa akili yako, kupata maarifa sahihi. Kupata maarifa sahihi ya eneo hasa unalofanyia kazi. Lakini pia ni wakati wa kujijenga kiuchumi. Kujijenga kiuchumi. Wewe kama ni kijana wa kiume ambao unatarajia kwa kawaida, kwa mfumo uliopo kwamba tegemea kwamba mwanaume awe ni kichwa cha familia, awe na uwezo wa kuitunza familia yake. Wakati mzuri wa kujenga kiuchumi, wa kutengeneza angalau mikondo ya uchumi, kutengeneza vyanzo vya mapato, ni wakati unapokuwa peke yako. Acha na ule ujinga kwamba tutakuja tutasaidianaga. Huo ni ujinga. Kwa sababu mtu pekee anayeweza kuishi na mtu mwingine ni mtu ambaye aliweza kuishi akiwa peke yake. Kama huna uwezo wa kuishi ukiwa peke yako, kama huwezi kuishi maisha kujitegemea ukiwa peke yako, hutaweza kuishi ukiwa na mtu mwingine. Hutaweza kuishi na mtu mwingine. Mtu pekee mwenye sifa za kutafuta mtu mwingine, mtu ambaye tayari ameweza kuishi maisha ya yeye peke yake. Yeye peke yake ameweza kuishi peke yake. Na sio kwamba anapata mwingine kwa sababu amepungua, kwa sababu anapwaya kwamba yule mwingine aje zibe pengo. Fikiria kwa habari ya Adam. Adam sio kwamba alimpata msaidizi kwa sababu alikuwa na mapungufu. Adam alikuwa amekamilika. Na sio kwamba maandiko yanasema kwamba Mungu akusema kwamba si vema mtu huyu awe mpweke. Mungu alisema kwamba si vema mtu huyu awe peke yake. It is not good for this man to be alone. Kwa Adam alikuwa alone, hakuwa lonely, alikuwa alone. Na wakati alipokuwa alone, alikuwa amekamilika 100%. Alikuwa busy na kazi zake, busy na kuilima bustani, busy na kuitunza bustani. Wakati mzuri wa kujijenga ni wakati ambapo ukiwa bado uko peke yako, bado hujapata mwenza. Ndio wakati wa kujijenga vizuri. Ni wakati wa kutengeneza tabia nzuri. Kama una hasira, zishughulikie hizo hasira ukiwa peke yako. Ni wakati wa kujijenga kihisia. Ni wakati wa kujijenga kimtazamo. Ni wakati wa kujijenga kiakili. Ni wakati wa kujijenga kiuchumi. Ni wakati wa kutengeneza vyanzo vya mapato. Ni wakati wa kujua namna ambavyo unaweza kucheza na fedha. Namna ambavyo unaweza kufanya ukapata fedha.
ni wakati unapokuwa peke yako, hauna kitu cha kukubana, wakati wa kujijenga kiroho, kutengeneza misuli hata ya maombi, misuli ya kiroho, misuli ya imani, ni wakati unapokuwa peke yako. Wakati unapokuwa peke yako, hata kama ukifunga mwezi, wiki nzima, hakuna ukukuuliza. Wakati unapokuwa peke yako, unaweza kwenda kufanya kokote kule, kwa sababu hakuna anayekubana. Haya ni mambo ambayo unatakiwa kuyajenga kabla hujaingia kwenye majukumu, kwa sababu utakapoingia kwenye majukumu tu, ukiwa kuna vitu ambavyo hujaviweka sawa, utaharibikiwa tu. Na ndio maana tunakuta nasema kwamba ndoani, watu wanalia kwenye ndoa zao, watu wamejaa huzuni, ndoa nyingi hazina amani. Lakini nini kinachopelekea hivyo? Ni kwa sababu watu hawakuchukua hatua sahihi wakati sahihi. Wakati walivyokuwa peke yao, kabla ya kuoa aliishi anavyotaka, hakujijenga kitabia, hakutengeneza tabia nzuri ambazo zinaweza kumwezesha yeye kuishi na mtu mwingine, kumwezesha yeye kufanikiwa kwenye eneo lote la maisha yake. Hakujijenga kihisia, bado anaongozwa na mihemuko, bado ana hasira zinamzidi. Hakujijenga kimtazamo, hakujijenga kiakili, hakusokekeza katika kutafuta maarifa, lakini pia kujijenga kiuchumi. Ndio wale ambao wanasema kwamba tutasaidiana. Ndugu, ukiwa na mtazamo wa namna hiyo, wakati ukiwa single utakaribikiwa kwenye maisha yako. Wakati mzuri wa kujijenga ni wakati unapokuwa peke yako, kabla mambo mengi hayajakubana. Jijenge kitabia, develop tabia zinatengenezwa, tabia ya uvumilivu inatengenezwa, self control inatengenezwa, nidhamu binafsi inatengenezwa, tabia za emotional, kihisia. Usipoweza kudhibiti baadhi ya hisia, utaharibikiwa tu kwenye maisha yako. Na kipindi sahihi ni kipindi unapokuwa peke yako. Attitude zako, mtazamo wako, inabidi kujijengea mtazamo chanya kwenye mazingira yote, yawe mazingira ya dhiki, yawe mazingira mazuri. Uwe na mtazamo chanya hata unapopita kwenye magumu. Uwe na mtazamo kwamba Mungu amekusudia mambo mazuri zaidi kutoka kwenye magumu, amekusudia kitu kizuri zaidi. Kwa hautakuwa mtu wa kulalamika unapopita kwenye changamoto, unapita kwenye magumu. Zaidi utajiuliza maswali yenye akili kwamba Mungu, unataka kunifundisha nini kwenye hili? Kiakili, tafuta maarifa ya kutosha tangu tunapokuwa peke yako. Tafuta maarifa kwenye mahusiano, soma vitabu vya ndoa. Usiingie kwenye ndoa huna maarifa ya kutosha. Jijenge kiakili, jijenge kiuchumi, tafuta kazi ya kufanya, tafuta vyanzo vya mapato, tengeneza vyanzo vya mapato vitakavyokusaidia kuitunza familia yako. Mungu akubariki kwa kusikiliza mafundisho haya. Roho Mtakatifu akusaidie wewe ambaye ni single na nisikiliza, hujaoa, hujaolewa. Kumbuka, kipindi cha ujana sio kipindi cha kuishi unavyotaka. Ni kipindi cha kujiwekea msingi wa maisha yako baadaye. Ni kipindi cha kujiwekea msingi wa maisha yako baadaye. Ni kipindi cha kujijenga kitabia, kipindi cha kujijenga kihisia, kipindi cha kujijenga kimtazamo, kipindi cha kujijenga kiakili, kipindi cha kujijenga kiuchumi. Ni kipindi cha kutengeneza tabia nzuri zitakazo kusaidia wewe kufika kule ambako unatamani kufika. Roho Mtakatifu akusaidie katika hili, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Amen. Mungu akubariki kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Basi usisahau kusubscribe, unaweza kushare, washirikishe marafiki wanaopenda mafundisho haya kama yamekusaidia. Lakini pia unaweza kulike, na Mungu akubariki katika jina la Yesu.